Kristo. Milele amina. Milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mwambie ndugu yako, enendeni ulimwenguni mote. Enendeni ulimwenguni mote. Wapendwa taifa la Mungu, leo tunasherekea sikukuu ya Mtakatifu Marko Mwinjili. Mtakatifu nani? Marko Mwinjili. Tunaposema injili, kuna injili ngapi? Eti kuna injili ngapi? Kuna injili sio 4. Kuna injili hii moja. Wainjili wako wangapi? 4. Kwa hiyo leo tunaongelea muinjili mmoja ambaye ni nani? Marko. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa kwa nini tunasema injili ni moja? Injili ni moja kwa sababu inamuongelea Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana wameambiwa enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili. Sio wakahubiri sifa zao, sio wakahubiri utukufu wao, bali twende ulimwenguni kote tukamuhubiri Kristo. Mwambie mwenzako, kamuhubiri Kristo. Kamuhubiri Kristo. Wapendwa, katika somo la kwanza ambalo tumepata kulisikia, somo ambalo linatoka waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 aya ya 5a mpaka aya ya 14. Petro anatuambia jivikeni unyenyekevu. Lakini katika kujivika unyenyekevu huku ni kuhakikisha sisi sote tunajiweka chini ya mkono wenye nguvu, na huu mkono wenye nguvu ni mkono wa Mwenyezi Mungu. Ni Mungu peke yake ndio sisi tunatakiwa tumtegemee. Lakini pia anasema kwa unyenyekevu sisi tutapata kunyanyuliwa. Lakini kwa kiburi Mwenyezi Mungu akipendi. Kwa kiburi sisi tutashushwa. Mwambie mwenzako jinyenyekeze. Jinyenyekeze. Katika Injili ya Luka sura ya 17, sura ya 18. Katika sura hii ya 18 Bwana wetu Yesu Kristo anatupa mfano wa watu wawili ambao wanaenda hekaluni kusali. Na katika kwenda kule tunaambiwa watu wengine walikuwa wamejikinai haki, wanajiona kwamba ni watakatifu. Wanapofika hekaluni, yule mfarisayo anaanza kwa kusali. Anasema ninakushukuru Mungu. Tunapoanza kwa kusema tu hayo maneno, inaonyesha ni unyenyekevu. Sala yoyote tunatakiwa tumshukuru nani? Mungu. Lakini ukisoma vizuri, anaanza kwa mbwembwe. Anasema ninakushukuru Mungu kwa maana mimi sio kama wengine. Huo ni unyenyekevu? Sala sio kwenda kujilinganisha na watu. Sala sio kwenda kuangalia mambo mengine ya watu, sijui wamekosea wapi. Wapendwa taifa la Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo anaendelea. Huyu mfarisayo, Mungu nakushukuru kwa maana mimi sio kama watu wengine. Kwamba yeye keshajiweka, yeye ndio keshajiona ni mtakatifu mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini anayetupa huu utakatifu ni nani? Kwa hiyo wapendwa taifa la Mungu, ninapowaona hapa nawaona ni watu ambao sisi ni wazambi sote. Lakini hakuishia hapo. Anaendelea, anasema wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi kama huyu mtoza ushuru. Sasa sala imetoka katika uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu, na hawa wengine kuwaombea, tunaanza kuwachafua kisiasa mbele ya nani? Yeye alijuaje kwamba ni wanyang'anyi? Yeye alijuaje kwamba ni wadhalimu? Yeye alijuaje kwamba hawa ni wazinzi? Wapendwa taifa la Mungu, huu sio unyenyekevu, hiki ni kiburi. Kwa namna nyingine, tuchukulie nyinyi ni kanda ya Teresa wa nani? Haya, mama wa watu ameenda kuzini huko mjini, labda Mshangani. Alafu nyinyi wana Teresa wa Avila ndio mnamkamata huko, mnamleta kwa padri, kama ile Injili ya Yohane sura ya 8.
yule mama anayekamatwa katika uzinzi, mnamleta kwa padri, bwana Father George, huyu mama tumemkamata katika uzinzi. Nyi kwenye hiyo guest huko mlikuwa mnatafuta nini? Kwa hiyo inawezekana huyu anavyotoa hii sala, anavyosema kwamba ni wanyang'anyi, wazalimu, wazinzi kama huyu mtoza ushuru, inawezekana hizi ndio tabia zake. Hivyo hivyo hata katika jumuiya zetu, katika kanda zetu, muda mwingine hatusali pamoja ni kwa sababu kuna watu wengine humu inawezekana tunanyosheana vidole. Mimi siwezi kwenda, yule ni mchawi. Uongo ukweli? Mimi siwezi kwenda, yule ana tabia fulani. Wapendwa, huu sio unyenyekevu. Lakini unyenyekevu unakuja hapa. Yule mtoza ushuru alisimama mbali, akutaka hata kuingia hekaluni. Anafika anasema, Mungu uniwie radhi, mimi ni mwenye dhambi. Mwambie mwenzako, Mungu uniwie radhi, mimi ni mwenye dhambi. Mungu uniwie radhi, mimi ni mwenye dhambi. Hii ndiyo sala ya mtu mnyenyekevu. Wapendwa, tunapokuwa tunasali katika familia zetu, tunaalikwa hii sala iwe ndio kipaumbele, kwamba Mungu niwie radhi, mimi ni nani? Tunapokubali kwamba sisi ni wadhambi, hii inakuwa ni hatua ya kwanza inayotuelekeza sisi kwa Mwenyezi Mungu. Inakuwa ni hatua ya kwanza inayotuelekeza sisi kwenda katika sakramenti ya kitubio. Inakuwa ni hatua ya kwanza inayotuelekeza sisi katika utakatifu. Uwezi kuwa mtakatifu bila kujitambua kwamba wewe ni nani? Mwenye dhambi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo wapendwa, tuweze kujitambua, na huu ndio unyenyekevu. Petro anatuambia tuweze kuacha kiburi na tujitwike au tuvae unyenyekevu wa kukubali kwamba sisi ni kina nani, wa kukubali kwamba sisi tuna madhaifu gani. Lakini katika huu waraka Petro anatuambia tuwe na utulivu. Yaani kwa namna nyingine, katika huu utulivu, mahangaiko yetu yote, yaani kila Mkristo aelekeze mahangaiko yake kwa Mungu, sio kwa mtu mwingine. Tuelekeze mahangaiko yetu kwa Mwenyezi Mungu, sio nitegemee mimi sio Mungu. Tumtegemee nani? Mungu. Hata miujiza inayofanyika ni Mungu anaweza akamtumia mtu fulani kuhakikisha kupitia huyu mtu kazi yake inafanyaje? Inafanyika. Ndio maana tukisoma katika Matendo ya Mitume, kina Petro anakutana na mtu ambaye alikuwa ni mlemavu. Anapowaomba kitu chochote, wanamwambia sisi hatuna, ila tutakupa ambacho tunacho. Kwa jina la Yesu nyanyuka. Anapata kufanyeje? Wanapojaribu kuwachukuru, wanasema sisi sio nani? Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo wapendwa, tunaambiwa katika kuelekeza mahangaiko yetu tusiogope. Mwambie mwenzako usiogope. Usiogope. Ndiyo maana hata ujumbe wa Pasaka Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa anaongea maneno mawili: usiogope, amani iwe kwenu. Wapendwa, tunaalikwa kuwa Wakristo ambao hatuna hofu, bali tuwe ni Wakristo ambao tuna amani. Tunapokuwa na hofu, ndio hizi zinazotupeleka kwa waganga wa kienyeji. Unajua watu hawa ni wajanja sana. Hivi leo mtu anakuja anakwambia, we baba, Nolasco amechukua nyota yako. We kwenye mwili wako nyota iko hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Tukubali tukatae, sasa hivi maisha ni magumu. Mmenielewa? Maisha ni nini? Yaani uende kwenye nyumba ya mtu, sema tu kuna wengine yaani wanakale katabasamu, unasema huyu ana maisha magumu. Ila kuta nne hizi za nyumba zinaongea. Mmenielewa? Kwa unaweza ukawa unaona huyu amefanikiwa, amefanyaje, unasema kweli huyu amechukua nyota yangu. Kumbe na yeye kule anapokaa chumbani kwake anaanza kulia tu, navumilia tu, mimi ninavumilia, Bwana anateseka. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo wapendwa taifa la Mungu, cha msingi tuelekeze mahangaiko yetu kwa nani? Lakini katika kuyaelekeza mahangaiko
Ndio hapa tena, bahati nzuri sehemu yetu ni nzuri, tuna vimahindi. Asiyefanya kazi na asile. Tunaelekeza nguvu zetu, tunaelekeza maombi yetu kwa Mwenyezi Mungu, lakini tukumbuke kwamba tunashauriwa kufanya nini? Kazi. Ndio maana Yesu anatuambia, tazama ndege wa angani, yani hawapandi wala hawavuni, lakini Bwana anafanyaje? Hivi ushaona hao ndege, yani wanalishwa kwenye kiota mule, na wenyewe wanatoka kwenye kiota wanaenda kama hapo, hayo mahindi ndio anakuja kufanyaje? Yani naye anafanya nini? Asiyefanya kazi na. Kwa hiyo tunafanya kazi, lakini tuelekeze maombi yetu, mahangaiko yetu kwa nani? Tumsifu Yesu Kristo. Lakini tunaambiwa tuwe ni watu wa kiasi. Mwambie mwenzako, kuwa mtu wa kiasi. Kuwa mtu wa kiasi. Kuwa mtu wa kiasi katika kusali, tuwe watu wa kiasi. Maandiko yanatuambia tusali bila nini? Kuchoka. Lakini padri anaponyanyua pale damu ya Yesu, tunaambiwa fanyeni hivi kwa ukumbusho. Yani kwamba tunaposali maisha yetu yawe sala, sio kushinda kanisani. Hii narudia tena, sio kushinda wapi? Kanisani. Nikiwa namaanisha nini? Tunapotoka kanisani na tunapoongelea kanisa, nitaeleza huku kanisa ni nini. Lakini kwa kifupi, kanisa ni watu. Tumesema tutakutana kanda hapa, si ndio? Tumelibeba lile kanisa likaja hapa, ila hatusali misa. Tunasali ni adhimisho la misa takatifu. Kwa hiyo tunaposali, maisha yetu yaweze kuwa ni ukumbusho, namna tunavyoishi iwe ni ukumbusho wa kazi za Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana tunaambiwa fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Yani unapopokea Ekaristi, uwe Ekaristi kwa watu wengine. Yani namna anavyokuja, namna unavyompokea, katabasamu na nini, hivi vyote vionyeshe ule Ukristo wako. Lakini Petro anatuambia hivi, muwe macho. Mwambie mwenzako, kuwa macho. Kuwa macho. Sasa kuwa macho katika nini? Inawezekana Petro anatuopa mwaliko wa kukesha. Sasa kukesha katika kusali, maana hatujui siku wala saa. Kukesha katika kutenda mema, maana hatujui siku wala saa. Lakini pia wapendwa, tukeshe katika malezi ya watoto. Mmenielewa? Huwa tunaongea kweli, mnalalamika. Lakini wapendwa, mimi nilikuwa naandaa watoto kwa ajili ya kwenda seminari. Na waandaa, wapo watoto wawili, mkiwa mnakuja pale. Ila ninapowafundisha hesabu na nini, nawapa homework, hawafanyeje? Mmoja anafanya, mmoja leo atakupa kisingizio, sijui jana nilikuwa naumwa. Nenda kafanya. Mara sijui nini. Na mwishoni ndio hayo huwa hata pale mnapoleta zile. Baba, tuonee huruma. Si ndio? Haya, kule kwenye mtihani wa taifa labda mtoto anafanya. Nani anayemfahamu mtoto wako? Mmenielewa? Tuwe macho katika kuwalea. Tuwe macho katika kuhakikisha wana tabia nzuri. Ila sasa hivi katika haya malezi, watoto hawa yani hamwafundishi chochote. Watoto hawa wamekuwa ni watu wa kuiga. Watoto hawa ndio wamekuwa ni sasa hivi wanajua mengi kuwazidi nyie. Watoto hawa unakuta hata hapa sasa hivi vina simu kubwa kubwa kuzidi hata nyie wazazi wenu. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, tuwe macho katika kukitengeneza kizazi cha sasa. Kiwe kizazi ambacho kina hofu ya Mungu. Kiwe ni kizazi ambacho kimesoma. Kiwe ni kizazi ambacho kitaleta ushuhuda na mabadiliko hapa Mpandangindo. Hivi leo tukijiuliza wazazi, tunajivunia nini kwa watoto wetu? Tumsifu Yesu Kristo. Lakini pia tuachane na tabia hizi za uzungu. Maisha yale ya bongo movie. Mambo mengine sio mbele ya kuyafanya mbele ya hao watoto. Wanaiga. Mmenielewa? Kwa hiyo mjitahidi. Muhakikishe pia mna uhusiano mzuri pamoja na walimu. Siku hizi mtoto achapwi mpaka mzazi uruhusu. Ndio maana tunapata
yaani watoto ambao yaani sio wale ambao wana uweredi, sio wale wenye upendo na kanisa, sio wale wenye upendo na jamii, na hata kuwatunza nyinyi wazazi wao. Tumsifu Yesu Kristo. Kule kwetu kuna mama mmoja alikuwa na kijana. Huyu kijana alikuwa anaiba. Anaiba, majirani wanamwambia, mama, huyu mwanao mwizi, si analetewa vitenge. Akaanza kusema, mnamwonea wivu nani? Siku ya siku wamemkamata, wakamkata nini? Mkono mmoja wa kulia, ambao ndio wenye nguvu. Ndio akili inaingia, anasema, mama, mbona hukuniambia kwamba hiki kitu ni kibaya? Mmenielewa eh? Kwa hiyo wapendwa, na nyinyi watoto mkichapwa shule sio lazima mlete kwa wazazi. Na nyinyi wazazi wakichapwa watoto, unatuma message ndefu, si uzae wa kwako. Hasa kweli mnanitumia mimi message, nizae wa kwangu mimi padri namzalia wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo angalia, shetani anatokea katika mazingira haya. Shetani anatokea katika mazingira haya, na ndio maana anafanya muda mwingine familia zetu zisikue. Shetani anatokea katika hofu pale tunapokosa amani. Kwa hiyo Petro hata yeye mwenyewe alikuwa na hofu. Pengine anatuambia tuwe macho, kwa sababu yeye mwenyewe alivyokuwa katika mazingira yale ya karamu ile, alimwambia Yesu, niko tayari kufa pamoja na nani? Na wewe. Ila kale kamdada sikalimtishia kidogo tu, wewe naye ni mfuasi wa Yesu. Akasema, mimi simjui mtu. Kuna hofu ya hiyo. Matendo yetu, tuna Ukristo kweli, tumebatizwa, lakini matendo yetu yanaonyesha simjui mtu, simjui Yesu. Kwa hiyo tujiulize, mimi na wewe, matendo yetu sisi yanafanya nini? Je, tuna hofu? Kama nini, turudi tuwe macho. Mwambie tena mwenzako, uwe macho. Uwe macho. Katika somo la Injili takatifu hapa, ukisoma mwinjili Marko, hajaeleza sana kuhusu ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yaani ni ameeleza kidogo, lakini ni ujumbe ambao una maana sana. Yaani kaeleza Kristo alivyofufuka, alivyowatokea wafuasi wake, na mwisho anatupa ujumbe mkubwa kuhusu kanisa. Anatuachia majukumu huyu Yesu mfufuka. Ndio maana amesema, enendeni ulimwenguni mote. Sasa kanisa, kama kanisa, jambo la kwanza linaalikwa kuhubiri. Sasa ndio tunakuja, kanisa ni nini? Je, kanisa ni jengo au kanisa ni watu? Kanisa ni nini? Kwa hiyo wapendwa, taifa la Mungu, tulivyokusanyika hapa, hili ni kanisa. Mmenielewa? Lile kanisa tulilonalo kama makanisa ya Ujerumani sasa hivi yanageuzwa kuwa baa, watu wanajiuza mule. Lakini tukumbuke, kanisa ni nani? Watu. Mwambie mwenzako, kanisa ni watu. Kanisa ni watu. Basi kama kanisa ni watu, kila mmoja wetu, kila mbatizwa anaalikwa kwenda kuhubiri. Kila mbatizwa ni misionari. Kwa hiyo kazi ya umisionari sio kazi ya padri peke yake. Kazi ya umisionari sio kazi ya katekista au masista, bali ni jukumu la kila mmoja wetu. Wapendwa taifa la Mungu, tuanze kupeleka injili katika familia zetu. Tuwafundishe watoto. Nimependa, nilimwona mtoto mmoja, sijui nani alikuwa amekaa hapa, ni mdogo yule, ila hata ile ishara ya msalaba ameweza kuipiga vizuri. Nilivyokuwa naongoza naanza hapa misa. Tumpigie makofi huyo mtoto. Kwa hiyo tunapoongelea uinjilishaji, unatakiwa uanzie wapi? Katika familia zetu. Kwa hiyo tuweze kuzifanya familia zetu ziweze kumfahamu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mwanze kuwafundisha watoto ni namna gani hata ya kusema neno dogo tu, hata Mungu anakupenda. Hilo ni uinjilishaji tosha. Kwa hiyo tunapokaa katika familia zetu tunahubiri nini?
tunapokaa katika familia zetu tunaongea maneno gani? Tunapokaa katika familia zetu ni ujumbe gani ambao unatawala katika mazungumzo? Hapa ndo tunaweza tukajikuta tunajenga au tunafanyaje? Kwa hiyo wapendwa wa taifa la Mungu, hata ukiona watu wamekuwa na imani sahihi thabiti, inaanzia hapa katika familia zetu. Lakini jambo la pili, jukumu la kanisa linalopewa ni kuponya. Mwambie mwenzako ponya. Ponya. Unajua hivi kila kitu ambacho sisi tumepadrishwa, tumekuwa ni mapadri eti kila kitu mimi naweza. Inawezekana ikaja kesi ya ndoa au swala lolote linaloelekeana na usuruhishi, mimi nikashindwa kuwasuruhisha watu, nikamuita mzee hapa kwa hekima ambayo karama ya Mwenyezi Mungu kupitia Roho Mtakatifu kamjalia, akaweza kuwapatanisha. Uongo kweli? Kwa hiyo kila mmoja wetu atumie hali yake ya maisha kuhakikisha anaponya, na katika kuponya huku ni afya ya mwili na afya ya roho. Yaani mponywe, mje katika kitubio, mponye katika kupokea masakramenti, lakini afya ya mwili, hapa ndio tuna changamoto katika parokia yetu ya Mpandangindo, kwamba afya ya mwili wengi, inapotokea tatizo tushakuwa na wachawi wetu, kwamba huyu atakuwa ni Edward ndio kamloga mama yangu. We Edward asipopona, kumbe ni afya ya mwili anatakiwa apelekwe wapi? Hospitali. Ndio maana tuna hospitali pale. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Kwa hiyo kuna afya ya mwili. Katika afya ya mwili hii kuna afya ya kiakili. Tuhakikishe pia tunawasisitiza watoto wetu waende shule. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Lakini pia kwa namna ya pekee kanisa linapewa nguvu. Ndio maana Yesu alivyokuwa anakaribia kuondoka kupaa mbinguni, alikuwa anawaambia wafuasi wake, msiogope, msisite nini cha kuongea. Lakini kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, wale wafuasi waliokuwa na hofu baadaye wanajazwa na ujasiri. Na sisi hivyo hivyo kwa ubatizo, kwa wengine tumepokea kipaimara, tunaalikwa kuwa na nguvu hiyo hiyo. Tusiwe na hofu ya kukemea mabaya, tusiwe na hofu ya kukemea maovu, tusiwe na hofu ya kusema ukweli. Ukweli utatuweka huru. Lakini jambo la mwisho, tunaambiwa kanisa alijaachwa peke yake. Na kwa nini aliachwa peke yake? Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 20 anatuambia hivyo hivyo, ujumbe ule ule, enendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu kuwa wafuasi wangu, si ndio? Mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho. Lakini anasema hivi, tazama mimi niko pamoja nanyi siku zote mpaka ukamilifu wa nini? Yuko na sisi katika nini? Kanisa alijaachwa peke yake katika masakramenti, na hasa katika sakramenti ya nini? Ekaristi. Wapendwa taifa la Mungu, wale ambao hatujajipatanisha, wale ambao tumekata tamaa, tujipatanishe na Mungu tuweze kuipokea hii sakramenti ya Ekaristi takatifu iweze kutupa nguvu. Wafuasi wa kwanza wa Bwana wetu Yesu Kristo waliimarishwa katika mambo kadha wa kadha, lakini katika kusali, kuumega mkate na mafundisho yale ya mitume. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie ili kwa kufuata mfano wa Mtakatifu Marko Mwinjili, sisi sote tuweze kuhakikisha tunaenda ulimwenguni kote kwa kuhubiri Injili, si pengine kwa maneno yetu, bali kwa ushuhuda wa maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Kuna injili ngapi? Moja. Wainjili wako wangapi? 4. Nani wa kwanza? Sema Mathayo. Mathayo. Wa pili? Marko. Wa tatu? Wa nne? Tumsifu Yesu Kristo. Yeah.